Wajumbe wa mkutano mkuu wa Chama cha Mapinduzi CCM wameonyesha matarajio makubwa na ilani ya CCM ya mwaka 2025-2030 kutokana na ushirikishwaji wa makundi yote ya jamii katika ilani hiyo. Wakizungumza katika mahojiano maalum na George Marato TV nje ya ukumbi wa Jakaya Kikwete Convention jijini Dodoma Mei 29 mwaka 2025, ikiwa ni siku ya kwanza ya mkutano mkuu maalum wa chama hicho, baadhi ya wajumbe hao, mbali na kumpongeza Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan na Hussein Ali Mwinyi, Rais wa Serikali ya Mapinduzi Zanzibar, kwa kutekeleza kwa viwango vya hali ya juu ilani ya uchaguzi ya mwaka 2020-2025, wamesema ushirikishwaji wa makundi yote katika kuandika ilani hiyo kutaongeza kasi ya maendeleo ya kijamii na kiuchumi. Kwa mkutano mkuu huu tumeona mambo mengi ambayo yametekelezwa ndani ya serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ikiwa inasimamiwa na utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi kwa ilani ambayo ni ya mwaka 2020-2025. Katika utekelezaji wa ilani ya mwaka 2025 tumeona mengi yakifanyika. Leo tunapozungumzia kwenye swala zima la miundombinu, tunaona wale wanaoishi Dodoma na Dar es Salaam wakifurahia swala la usafiri wa treni, jambo ambalo limetatua changamoto ya upotevu wa muda, lakini pia kuharakisha mawasiliano. Kwa hiyo ni swala ambalo tunaweza kuitekeleza, kuipongeza serikali ya awamu ya 6 kwa kazi kubwa hii iliyoifanya. Lakini katika utekelezaji wa ilani tuangazie kwenye masuala mazima ya miundombinu ya meli na barabara. Tuone kwenye kivuko kile ambacho kinatarajia kuzinduliwa hivi karibuni pale Busisi. Sasa hivi tunarahisisha ule usafiri kuwa karibu. Hii yote ni utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi. Lakini usafiri wa anga, leo unataka kwenda nje ya nchi, si kama ilivyokuwa huko nyuma, lakini hata usafiri wa ndani umeboreshwa. Na tunaona kule mkoa wa Mara uwanja wetu wa ndege unaendelea kuboreshwa ili sasa usafiri wa anga nao uweze kutufikia kwa urahisi. Lakini tunaona Dar es Salaam, Mwanza hali si mbaya, ndege zipo, unaenda kwa wakati na kurudi kwa wakati. Lakini tukiacha hilo, sasa tunakuja kwenye utekelezaji wa ilani ya 2025-2030. Tunaona kuna matumaini makubwa kwenye swala zima la afya, matumaini makubwa kwenye miundombinu, matumaini makubwa kwenye elimu, lakini matumaini makubwa kwenye ajira. Angalia katika sekta binafsi, lakini na ajira kwa serikali. Na katika sekta binafsi tunaangazia kwenye ilani hii tutakuwa na fursa kubwa kwenye masuala mazima, hasa kuboresha miundombinu kwenye masuala ya viwanda, ambayo itatengeneza fursa kubwa za ajira kwa vijana wetu na Watanzania kwa ujumla. Lakini si hilo tu, tuangazie kwenye masuala mazima ya kilimo, kwa sababu ili tuwe na viwanda lazima tuwe na kilimo. Serikali inakuja na mpango mkakati ulio bora wa kusaidia vijana kujiajiri kwenye masuala mazima ya kilimo. Lakini si hilo tu, ni kutengeneza fursa binafsi ambazo sasa vijana waliopata elimu au walioelimika kuungana kwa pamoja, kuketi kwa pamoja, kubuni, alafu serikali inapita kuwawezesha wa vijana ili waweze kusonga mbele na katika kuinua uchumi wa mtu mmoja mmoja. Kwa hiyo tuna matumaini makubwa na ilani hii ambayo tunaipitisha leo kwa ajili ya utekelezaji wa 2025-2030. Kimsingi serikali imefanya kazi kubwa sana, na kazi kubwa ambayo serikali imefanya ni kuboresha maisha ya watu na ustawi wa jamii. Ndio jambo kubwa sana ambalo serikali imefanya katika ilani hii ya mwaka 2020 mwaka 2025. Ukiangalia hasa kwenye swala la afya, ukiangalia hasa kwenye swala la maji, swala la elimu, swala la umeme na kadhalika, serikali imefanya kazi kubwa sana, na mategemeo yetu ni kwamba katika ilani ijayo serikali itafanya makubwa sana, na hasa katika kuboresha uchumi na ustawi wa jamii, tukijikita kwenye mambo mbalimbali, kwenye ajira, tukijikita kwenye masuala ya elimu, tukijikita kwenye masuala ya afya. Tunaiona kwamba serikali inaenda kufanya makubwa zaidi ya haya ambayo imefanya katika mwaka 2020-2025. Kwa tunaamini 2025-2030 jamii kwa jamii inaenda kupata mambo makubwa sana, hasa katika kuboresha maisha ya watu na kuboresha ustawi wa jamii ya Watanzania. Kuja hapa kwenye mkutano mkuu, kwanza kikatiba
ni kwamba kila baada ya miaka mitano lazima tufanye hivi kwa ajili ya kupokea ilani ya Chama cha Mapinduzi ili kujua nini chama chetu kimefanya katika miaka, kuonyesha wananchi wote nini ambacho tumekifanya kwa muda wa miaka mitano, na pia kupokea ilani kwa ajili ya miaka mitano ijayo. Hiyo ndio inayokuwa dira kwa upande wa Chama cha Mapinduzi ili kutoa fursa na mianya yote ambayo inahitajika kwa ajili ya jamii yetu ya Tanzania. Kwa hiyo chama kinatoa dira nzima kwa maana ya miaka mitano ijayo. Nini ambacho tunatakiwa kukifanyia wananchi na baada ya kuwa tumefanya kwa miaka mitano iliyopita. Na wananchi wa Tarime vijijini wanahitaji maendeleo. Wananchi wa Tarime vijijini wanajua fursa kubwa tulizonazo. Kwa hiyo wanahitaji mtu ambaye ni sahihi kwa ajili ya maendeleo yao. Wana kiu kubwa sana na maendeleo kulingana na fursa walizonazo. Awali akifungua mkutano mkuu huo maalum wa CCM Taifa, mwenyekiti wa CCM na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan amesema mkutano mkuu huo ni muhimu katika maandalizi ya uchaguzi mkuu ujao. Ndugu wajumbe wa mkutano mkuu wa CCM Taifa, mkutano mkuu huu ni sehemu muhimu ya maandalizi ya chama chetu kushiriki katika uchaguzi mkuu wa mwaka huu 2025. Kama inavyoonekana kwenye ratiba ya mkutano huu, ajenda kuu tutakayojadili kuanzia leo, kuangalia yaliyomo kwenye ilani tunayokwenda kuinadi kwa wananchi katika uchaguzi ujao. Itakumbukwa kuwa katika kutekeleza jukumu lake la kikatiba lililoainishwa chini ya ibara 103 kifungu kidogo cha 4 ya Katiba ya Chama cha Mapinduzi, Halmashauri Kuu ya CCM Taifa katika kikao chake kilichofanyika Dodoma tarehe 10 Machi mwaka huu, pamoja na mambo mengine, ilipokea na kuthibitisha ilani ya Chama cha Mapinduzi, ilani ya uchaguzi ya Chama cha Mapinduzi kwa mwaka huu. Hivyo basi kesho tutafanya uzinduzi wa ilani tutakayokwenda kuinadi kwa wananchi ili watupe imani na ridhaa. Watupe imani na ridhaa ya kuturudisha kuendelea serikalini katika kipindi kingine cha miaka mitano. CCM chama imara, tuchague CCM. CCM chama imara, simama. GMTV Dodoma.